Moja kwa moja msikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Auba Radio, karibu katika matangazo yetu jioni hii. Mimi ni Evidence Efata, mtangazaji wa zamu. Kwa niaba ya wale ambao utawasikia, ni kualike tuambatane sote mwanzo hadi tamati mwa matangazo yetu hii leo. Kumbuka pia unaweza kushiriki nasi moja kwa moja kwa kutuandikia ujumbe wako mfupi katika kurasa zetu mama za Auba Media Swahili YouTube na Instagram ni Auba Swahili, sawa na pale Facebook kwa jina la Auba Swahili. Taarifa kuu leo hii. Serikali ya mpito inalaani vikali vitendo hivi vya kigaidi vya woga. Na miongoni mwa taarifa kuu hii leo ni pamoja na nchi ya Mali imeshuhudia mashambulizi yaliyoratibiwa na makundi yenye silaha na kuacha angalau watu 16 wakiwa wamejeruhiwa. Mara wale watoto wake wanaanza kukupiga. Mtoto wake wa kiume badala aende msalani, anakuja anatoa ule uume wake. Mazingira magumu ya kazi yanatajwa kuwa kala moto kwa wanawake kutoka nchini Kenya ambao wanakimbilia ugaibuni kusaka tonge la kuendesha maisha yao. Hili sio jambo la kawaida. Ni ahadi ya kitaifa tuliyoitoa mbele ya jumuiya ya kimataifa na umuhimu zaidi kwa wananchi wetu. Hivyo hatuna budi kutoa mrejesho wa hali ya utekelezaji wa ahadi hizo. Na huko Tanzania, serikali ya nchi hiyo ina mpango wa kutekeleza sera ya haki za binadamu. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello. Naam, dakika kabisa utakapojiri muda wa kuzungumza michezo kubwa zaidi, tunaenda kutazama maboresho yanayoendelea katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Tayari maandalizi yanazidi kupamba moto kuelekea AFCON 2027. Lakini pia lazima tukaangazie michuano ya Muungano Cup ambapo wekundu wa Msimbazi Simba wamefuzu kuelekea hatua ya fainali ambapo watakutana na watani wao wa jadi Wananchi Young Africans, huku tukikupitishia zaidi kwenye ripoti ya waamuzi watakaochezesha mchezo wa Kariakoo Derby ya ligi kuu soka nchini Tanzania NBC Premier League ambao wanataraji kuchezwa mnamo Mei 3 pale katika dimba la Meja Jenerali Samuyo. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami Yahya Lisu utakapojiri muda wa kuzungumza michezo. Na kabla ya yote ni taarifa ya habari ikiwasilishwa na Vumilia Kondo. Hii ni taarifa ya habari kutoka Auba Swahili, msomaji ni Vumilia Kondo. Washington. Carl Thomas Allen mwenye umri wa miaka 31 kutoka California amefikishwa mahakamani katika mahakama ya shirikisho mjini Washington leo kukabiliana na mashtaka mazito ya jinai. Allen anatuhumiwa kutekeleza shambulio la risasi wakati wa dhifa ya kila mwaka ya waandishi wa habari wa ikulu ya White House ambapo Rais Donald Trump alikuwa akihudhuria. Maofisa wa usalama wamebaini kuwa Allen aliacha ujumbe akijitambulisha kama muuaji rafiki wa serikali, huku akiorodhesha nia yake ya kuwalenga maofisa waandamizi wa serikali. Shambulio hilo la Jumamosi lilizua taharuki kubwa na kuwalazimu maofisa wa usalama kumuondoa Rais Trump jukwaani kwa dharura. Mtuhumiwa huyo anadaiwa kumfyatulia risasi afisa wa huduma kwa kutumia bunduki aina ya shotgun kabla ya kukamatwa. Wakati uchunguzi ukiendelea, mwanasheria wa serikali Jeanine Pirro amesema mashtaka ya jaribio la mauaji ya kiongozi wa nchi yanaweza kuongezwa dhidi ya Allen ambaye alikuwa amejizatiti kwa silaha mbalimbali ikiwemo bastola na visu. Gitega. Chama tawala cha CNDD-FDD nchini Burundi kimemteua rasmi Rais Evariste Ndayishimiye kuwa mgombea wake katika uchaguzi wa rais unaotarajiwa kufanyika mwakani. Ndayishimiye mwenye umri wa miaka 57 anasaka muhula wa pili wa miaka 7 baada ya kuingia madarakani mwaka 2020 kufuatia kifo cha Pierre Nkurunziza. Rais huyo amekishukuru chama chake na kuahidi kuendeleza amani na maendeleo nchini humo. Hata hivyo, uteuzi huo umekosolewa vikali na vyama vya upinzani na mashirika ya kimataifa. Epites Nshimirimana, msemaji wa chama cha upinzani cha MSD, amesema kuwa utawala wa Ndayishimiye umeshindwa kutoa mahitaji ya msingi kama mafuta na fedha za kigeni, akidai kuwa kuongezewa muda kutazidi kuitumbukiza nchi hiyo katika umasikini. Burundi inaendelea kukabiliwa na shutuma za ukiukwaji wa haki za binadamu na ukandamizaji wa vyombo vya habari, huku hali ya kisiasa ikielezwa kuwa tete kufuatia vifo vya kutatanisha vya viongozi wa serikali na mivutano ndani ya jeshi. Na hatimaye Moscow. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arach amewasili mjini Moscow kwa ajili ya mazungumzo ya dharura na Rais Vladimir Putin, wakati jitihada za kidiplomasia kati ya Tehran na Washington zikionekana kukwama.
Araghchi amewasili Urusi baada ya ziara nchini Pakistan na Oman, huku akiishitumu Marekani kwa kukwamisha mazungumzo ya moja kwa moja baada ya Rais Trump kufuta safari ya wajumbe wake kwenda Islamabad. Inaripotiwa kuwa Iran imetoa pendekezo jipya la kuwa tayari kuachana na udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz iwapo Marekani itaondoa vikwazo kwenye bandari zake, lakini imesisitiza kuwa haiko tayari kujadili mpango wake wa nyuklia. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema kuwa pendekezo hilo lina nafasi ndogo ya kukubaliwa na utawala wa Trump, hali inayozidi kuongeza wasiwasi wa kutokea kwa mgogoro wa kijeshi. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka Auba Swahili, iliyosomwa nami Vumilia Kondo. Naam, taarifa ya habari kutoka studio imesomwa naye Vumilia Kondo. Tuanze kuangazia ripoti tulizonazo katika matangazo yetu, ambapo tunaanzia magharibi mwa Afrika nchini Mali. Miji kadhaa kote Mali ilishambuliwa kwa mashambulizi yaliyoratibiwa na makundi yenye silaha na kuacha angalau watu 16 wakiwa wamejeruhiwa na kuzua wasiwasi mpya wa kiusalama. Serikali inalaani mashambulizi hayo ikisema ni vitendo vya kigaidi vya oga, huku kundi linalohusishwa na Al-Qaeda likiripotiwa kudai kuhusika. Kwa upande mwingine, waasi wa Tuareg walisema wamechukua udhibiti wa eneo la Kidal, jambo linaloonyesha hali dhaifu ya usalama na kuongezeka kwa machafuko katika eneo hilo. Mwanahabari wetu Diana Wanyonyi amefuatilia hali inayoendelea nchini Mali na kututumia ripoti ifuatayo. Waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara amethibitishwa kuuawa kufuatia shambulio kubwa lililolenga makazi yake katika eneo la kati ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa ripoti za awali, shambulio hilo lilitekelezwa kwa kutumia bomu la gari lililokuwa na nguvu kubwa, lililosababisha uharibifu mkubwa wa nyumba hiyo pamoja na majengo ya karibu, yakiwemo yanayohusiana na Wizara ya Ulinzi. Serikali ya mpito ya Mali imelaani vikali tukio hilo, ikiitaja kuwa ni tendo la kigaidi lisilokubalika. Msemaji wa serikali ya Mali, Brigedia Generali Issa Osman Coulibaly, amesema serikali ya mpito inalaani vikali vitendo hivi vya kigaidi vya woga na inawahakikishia wananchi kwamba kupoteza maisha ya mashujaa wetu kutawagharimu waliotekeleza. Hatua zote zinaendelea kuchukuliwa ili kuwatafuta na kuwafikisha mbele ya haki wahusika, washirika na wafadhili wa vitendo hivi viovu. Wakati huo huo, kundi linalohusishwa na mtandao wa Al-Qaeda, Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, limedai kuhusika na mashambulizi kadhaa yaliyotokea katika maeneo mbalimbali ya Mali, ikiwemo uwanja wa ndege wa Bamako na maeneo ya kaskazini kama Mopti, Zavare, Gao pamoja na Kidal. Katika mji wa Kidal, ambao una umuhimu wa kimkakati, waasi wa Tuareg wanaodai kuungwa mkono na wapiganaji wa jihad wamesema wameuteka mji huo. Mapigano yanayoendelea kati yao na vikosi vya serikali vinavyodaiwa kusaidiwa na wapiganaji wa kigeni kutoka Urusi. Kumbukumbu zinaonyesha kuwa Kidal ilirejeshwa chini ya udhibiti wa serikali mwaka 2023 baada ya kuwa mikononi mwa waasi kwa muda mrefu. Katika mji mkuu Bamako, ulinzi umeimarishwa hasa katika maeneo ya kijeshi na karibu na uwanja wa ndege, huku mashuhuda wakiripoti kusikika kwa mlipuko na milio mikubwa ya risasi. Jeshi la Mali limesema limefanikiwa kuwaua na kuwakamata washambuliaji kadhaa, huku operesheni ya kuwasaka ikiendelea katika maeneo mbalimbali nchini. Mchambuzi wa masuala ya usalama na mwanzilishi wa taasisi ya Afrika J Center, Alione Tine, ameonya kuwa hali hiyo inaweza kuathiri ukanda mzima wa Sahel iwapo haitadhibitiwa mapema. Hii ni hatua mpya ya mabadiliko, na wakati huo ni awamu mpya ya ukosefu wa usalama ambayo kwa maoni yangu inatia wasiwasi mkubwa. Swala hili halihusu Mali pekee. Kama watu wanafikiri ni Mali tu, wanajidanganya. Mali ikianguka, eneo lote la Sahel litafuata na madhara yake hayatoweza kupimika. Matukio hayo yanaongeza hofu ya kuongezeka kwa mashambulizi ya kigaidi katika ukanda wa Sahel, huku wadau wa kikanda na kimataifa wakihimizwa kuongeza juhudi za pamoja kurejesha utulivu. Serikali ya Mali kwa upande wake inaendelea kusisitiza kuwa haitalegeza mapambano dhidi ya makundi yenye silaha. Diana Wanyonyi, Idhaa ya Kiswahili ya Auba. Na sasa katika kufahamu mengi zaidi, mwenzangu Nesta Masangula amefanya mahojiano na Peter Renus Niegira, mchambuzi wa siasa na usalama wa kimataifa kutokea nchini Tanzania. Swali la kwanza kimuuliza, je, hii ni ishara ya kushindwa kwa mifumo ya kiusalama nchini humo?
Niseme ni ndio, kwa sababu mashambulizi makubwa yanayoifikia ngazi ya juu kama kulenga viongozi wakuu yanaonyesha udhaifu wa intelijensia na ulinzi wa ndani. Inaashiria uwezekano wa kuvuja kwa taarifa na kupenya kwa makundi ya uhasi ndani ya mifumo ya serikali. Lakini kwa upande wa pili nasema ni hapana kwa kiwango fulani. Saheli ni eneo lenye jiografia ngumu, jangwa, mipaka isiyodhibitika kirahisi, na hata nchi zenye mifumo imara zimepata mashambulizi katika mazingira ya vita vya asymmetric warfare tunasema. Hivyo si kushindwa kabisa, bali mfumo ulioko chini ya shinikizo kubwa sana, na ni shida kwa namna ya pekee. Lakini kuhusu ushirikiano wa makundi ya uasi, tunaona kundi la Al-Qaeda, JNIM na pamoja na FLA wameungana kwa ajili ya kufanya shambulizi hili nchi nzima kwa miji tofauti tofauti. Ni mkakati mpya ambao makundi haya ya uasi yamekuja nao, ama ni tukio tu la muda limetokea alafu litapita? Niseme hapa kuna dalili kubwa, si jambo la bahati mbaya. Katika Saheli makundi kama Jamaati Nasrul Islam ni makundi ambayo yamekuwepo na yanafanya shughuli zake za kudhoofisha hali ya ulinzi na usalama. Kwa hiyo ni ushirikiano wa muda kwa lengo maalum, na ni vitu vigumu kidogo, vinahitaji mkakati wa pamoja kuweza kuona kama wanaweza wakawa na mapambano ya shinikizo la kijeshi. Sawa, Mr. Niegira, kuna baadhi wanasema tatizo limeanzia pale ambapo Mali alikubali kubadili mshirika wake kutoka kwa Mfaransa na kwenda kuwa mshirika wa Urusi. Je, hili tunaweza kusema kuwa imechangia kutokea kwa shambulizi kubwa kiasi hiki? Ni kweli, lakini kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Kuondoka kwa operesheni ya mfano operesheni Barkhane kuliacha pengo la kijeshi na kiintelijensia. Ushirikiano mpana wa Wagner umeleta msaada wa haraka wa kijeshi, lakini una changamoto: ukosefu wa mizizi ya kijamii, yani local trust, mbinu kali zinazoweza kuongoza chuki ya wananchi. Kwa hiyo mabadiliko ya mashirika yamebadilisha balance ya nguvu, usawia, na huenda yakatoa nafasi kwa makundi ya uhasi kujipanga upya. Sasa ni kwa namna ipi ama kiasi gani nchi za ukanda wa Sahel zinaweza kuathirika na hili? Athari zake ni kubwa na zinaweza zikaingia katika nchi jirani kama Burkina Faso, Niger, na zinaweza kuathiri kwa njia hizi. Moja, zikasababisha kuenea kwa kasi kwa makundi haya na kuvuka mipaka, yani kuongezeka kwa wakimbizi, kuingia mbinu za mashambulizi, kuuawa kwa viongozi wengi katika eneo hilo. Ukanda mzima uko katika hali ya tunaweza tukasema security interdependency. Na mwisho tumalize na hili, mpaka sasa serikali ya kijeshi ya Mali ipo katika shinikizo kubwa la kiusalama. Tunaweza kutarajia nini labda kutoka katika hali iliyopo mpaka sasa? Kuongezeka kwa mapigano. Serikali inaweza kujibu kwa nguvu zaidi. Hii mara nyingi inaweza kusababisha mzunguko wa mashambulizi wa majibu, na mambo yakawa magumu na mabaya katika ukanda huo. Serikali inaweza kuongeza udhibiti wa ndani, kuweka sera kali za usalama, lakini vile vile inaweza ikaleta shinikizo la kisiasa. Lakini si lazima mapinduzi ya haraka, lakini yanaweza yakaanza kutengeneza mazingira hayo kwamba serikali iliyoko madarakani imeshinda kulinda. Kwa hiyo mapinduzi mengine yawezekana, lakini si rahisi kutokea haraka isipokuwa ndani ya jeshi lenyewe. Naam, ni mahojiano ya mwenzangu Nesta, kama ambavyo ameweza kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa na usalama wa kimataifa. Taarifa nyingine, tukisalia kusini mwa Afrika, kuna habari ya faraja kwa Watanzania kufuatia mvutano iliyoripotiwa jijini Durban nchini Afrika Kusini. Kiongozi wa Tanzania waishio jimbo la KwaZulu Natal, Mohamed Namao, amekanusha madai kuwa kuna Mtanzania aliyelengwa katika maandamano ya kupinga wahamiaji iliyotokea wiki iliyopita. Namao pia ameupongeza ubalozi wa Tanzania kwa hatua za haraka za kuwa karibu na raia wake. Mwanahabari wetu Bryson Bichwa amezungumza naye katika mahojiano maalum, na hapa anatuletea undani wake. Hali kwa sasa Durban iko, naweza nikasema 50-50, kwa sababu haya matukio mara nyingi huwa yanatokea sio kila siku. Kuna siku ambazo maalum wanakuja kwa ajili ya kufanya maandamano yao,
wanayafanya, lakini sio kwamba wanafanya kila siku. Kumekuwepo na taarifa tetesi kwamba tarehe 4 mwezi Mei kutakuwa na maandamano. Hizo taarifa wewe kama kiongozi wa Tanzania huko Durban unazo? Mara nyingi taarifa huwa tunazipata, tena sio tarehe 4. Kabla ya hapo kulikuwa na tarehe 20 ngapi, tarehe 26 kulikuwa na, yani kawaida wanafanya hivi, panapokuwa na siku maalum ya maandamano huwa wanatoa taarifa kwamba itakuwa siku fulani. Lakini pia kuna wakati mwingine inakuwa ni rumors za watu tu kwamba kutakuwa na maandamano lakini hakuna. Kwa hiyo sisi tupo kwa ajili ya kusikiliza siku itakuwa lini, na tunachukua tahadhari zote na kuwaelekeza jamani, siku fulani mjitahadhari, hata kama itakuwepo au haitokuwepo, lakini tuwe makini. Kwa hiyo tarehe 4 tayari mmeshatoa tahadhari? Tumeisikia kama tarehe 4 itakuwepo, lakini ndo tunaangalia itakuwa kweli au itakuwaje. Serikali ya Tanzania imehusika kwa namna gani hadi sasa, kwa maana ya ubalozi wa Tanzania hapa jijini Pretoria? Kawaida panapokuwa na matukio kama haya, nashukuru kwa sababu balozi anakuwa yuko karibu sana kwa kuweza kutoa taarifa kwamba jamani, ikiwa hivi na hivi basi wa Tanzania fanyeni hivi, na sio kwamba labda anatuacha, kwa sababu mara ya mwisho pia kulikuwa na video ambayo ina circulate katika mitandao kuonyesha kwamba kulikuwa na mtu anapigwa, na taarifa ambazo zilikuwa zinaelekeza kwenye ile video zilikuwa ni kinyume, lakini balozi kama kawaida wakatoa taarifa kwamba hiyo video ilikuwa ni aina hii na hii. Kwa hiyo katika masuala kama haya, taarifa za kuwa tahadhari balozi huwa anazifikisha katika majumuiya na watu wanazifikia hizo habari, sio kwamba tunabakia tu hivi. Na hilo nalizungumza kwa sababu nimeliona na huwa nalishuhudia katika matukio mengi ambayo yamepita kipindi cha nyuma. Je, matukio kama haya yamekuwa yakijirudia mara kwa mara katika eneo hilo? Kuna kipindi yanakuwa yanajirudia mara kwa mara, kuna kipindi yanapoa na kipindi yanarudi. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba ni kitu ambacho kinatokea kila siku, lakini baada ya muda fulani kinatokea. Kinaweza pia kutokea kwa aina nyingine au kinaweza kutokea kwa mambo tofauti, kwa sababu hivi sasa ni kwa ajili ya wanasema illegal immigrant, lakini utakuta hata wale ambao wana pepa ambazo ziko sahihi na Home Affairs pia bado wanaendelea kupata matatizo. Ni tahadhari gani unazowashauri wa Tanzania kuchukua katika kipindi hiki? Napenda au najitahidi kusudi waweze kuzifuata ni kwamba panapokuwa na matukio kama haya, wajitahidi kuwa katika sehemu ambazo ziko salama, ikiwemo labda nyumbani kwako, naona bwana, au kama una safari ambayo unaona haina umuhimu sana na maeneo hayo kuna hilo vuguvugu la hayo mambo, basi jaribu kujiepusha. Kwa sasa tunaelekea pale nchini Kenya ambapo tunaambiwa kuwa wanawake wengi kutoka nchini Kenya wanaoajiriwa kama wafanyakazi wa nyumbani nchini Saudi Arabia wameendelea kulalamikia mazingira magumu ya kazi yanayotawaliwa na unyanyasaji, ukatili na ubaguzi. Mmoja wa wahanga hao ni Agnes ambaye ndoto yake ya kutafuta maisha bora iligeuka kuwa jinamizi baada ya kudai kuteswa na mwajiri wake. Mwanahabari wetu Diana Wanyonyi na maelezo zaidi kutoka Mombasa nchini Kenya. Agnes amerejea nchini akiwa na makovu ya kimwili na kisaikolojia, akisimulia jinsi haki zake za msingi zilivyokanyagwa. Mimi nilikuwa naenda nchi yaitwa Saudia, mahali kwaitwa Damam. Tulipofika hapo Damam, nikachukuliwa na bosi wangu, alikuwa ni mwanamume, akapewa pasipoti yangu. Sasa tulipofika kwa nyumba, nikaambiwa niweke mizigo yangu hapo nje, katupiwa zile uniform zao za kuvaa za wafanyikazi. Nikaambiwa nibadilishe ndo niingie ndani. Nikaanza kazi mimi. Kazi unafanya hata huoni dalili ya kula. Mara wale watoto wake wanaanza kukupiga. Mtoto wake wa kiume badala aende msalani, anakuja anatoa ule uume wake na anakukojolea hapo hapo. Ukienda ukimwambia ule mama wa nyumba, anaanza kukuitaita majina ya Kiarabu, hata huelewi ni majina gani. Akija akikupata wala hapo, familia nzima watakupiga. Ukawa ni asubuhi, nikamwambia ule baba, mimi mali imefika, nilikuwa naomba kama mnaweza nipeleka ofisini. Akaniambia wewe ngoja hapo. Kaanza kunisodo na yule baba wa nyumba. Sauti ya Agnes ni mangwi wa mamia ya wanawake wengine waliojitokeza kuelezea dhuluma kama vile kunyimwa mshahara na kufanyishwa kazi kwa saa nyingi bila kupumzika. Kwanza nilikuwa wale watoto wananiogopa mimi ni mweusi. Kweli mimi nilifanya kazi 3 months sikulipwa hata shilingi. Hata hivyo, wadau katika sekta ya ajira wanahoji kuwa mtego huanza nyumbani. Musa Hassan,
mmiliki wa kampuni ya wakala, anasisitiza umuhimu wa kufuata mkondo wa kisheria. 70% ya wasichana wamejenga Malindi, Mombasa, Kakamega, imepelekwa kwa system nzuri na system ambayo haina udanganyifu. Hali hii inatisha zaidi ukiangalia takwimu. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Trace Kenya, Paul Adot, anatoa angalizo kuhusu ukubwa wa tatizo la ulanguzi wa binadamu nchini. Karibu kila kifo ambacho inatokea kule Middle East, kwa tunapata ile barua inaonyesha kwamba yule alipata mshtuko wa moyo. Sasa hiyo ndio tatanishi. Haiwezekani kwamba watu 100 wamekufa na kila mmoja alipata heart attack. Wengine labda wanaaga na labda figo imepotea, lakini familia ikimpokea mwili mara moja wanazika tu kwa desturi za huku kwetu. Tumejaribu kufanya kazi pamoja na mashirika mengine kuweza kutambua kwamba mwili ukiregea lazima tuipeleke tena postmortem kuhakikisha kwamba tumebainisha ni nini ameaga kwa sababu gani. Kwa upande wake, Zainab Kombo kutoka Amnesty International anaitaka serikali kutoishia kutoa ushauri tu, bali kuweka sheria kali za ulinzi. Waweze kufanya mbinu mpya za kuwezesha watu waweze kuripoti bila kujulikana. Ikiwa serikali yetu itakaa ngumu na iseme kuwa watu wetu hawatadhulumiwa nchi zingine, itakuwa pale ndani kuna vipengee vya haki za kibinadamu ambayo itakuwa inalinda wananchi wetu wakitoka Kenya kwenda kutafuta kazi kwingine. Naye katibu mkuu wa KOTU kanda ya Pwani, Gideon Mtiso, anasisitiza kuwa ufuatiliaji wa wafanyikazi hauwezi kufanikiwa ikiwa serikali haina sajili kamili ya wanaoondoka. Hakikisha umepitia ile chano ya kisawasawa, usipite shortcut. Ripoti hii inasisitiza kuwa huku hamu ya kutafuta riziki nje ya nchi ikiongezeka, usalama wa Mkenya unapaswa kuwa kipaumbele cha kwanza. Diana Wanyonyi, Auba Kiswahili, Mombasa, Kenya. Na sasa tuelekee nchini Tanzania, msikilizaji wetu, ambapo taarifa ni kwamba serikali nchini Tanzania imesema utekelezaji wa haki za binadamu sio tu takwa la kimataifa, bali ni ahadi ya kitaifa inayolenga kuboresha maisha ya wananchi kulingana na misingi ya katiba. Kauli hiyo imetolewa wakati wa ufunguzi wa kikao kazi cha kuhakiki rasimu ya taarifa ya mzunguko wa 4 wa mchakato wa UPR, huku kipaumbele kikielekezwa kwenye ushahidi wa takwimu badala ya maelezo ya jumla. Ripoti kamili na mwandishi wetu Vumilia Kondo. Tanzania imeingia katika hatua ya uhakiki na uthibitishaji wa rasimu ya taarifa ya hali ya haki za binadamu itakayowasilishwa mbele ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa. Akifungua kikao hicho mkoani Morogoro kwa niaba ya serikali, Naibu Waziri wa Katiba na Sheria Mheshimiwa Zainab Katimba amesisitiza kuwa taarifa hii ni kielelezo cha namna taasisi za nchi zinavyowajibika kwa wananchi wake. Katika mzunguko wa 3 uliopita, Tanzania iliridhia kutekeleza mapendekezo 187 na sasa serikali inatoa mrejesho utekelezaji wa ahadi hizo. Mzunguko wa 3 uliopita, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikubali kutekeleza jumla ya mapendekezo 187. Hili sio jambo la kawaida. Ni ahadi ya kitaifa tuliyoitoa mbele ya jumuiya ya kimataifa na umuhimu zaidi kwa wananchi wetu. Hivyo hatuna budi kutoa mrejesho wa hali ya utekelezaji wa ahadi hizo. Mbali na mafanikio, naibu waziri ametoa maelekezo makali kwa wataalamu wanaohakiki rasimu hiyo, akitaka ripoti jikite kwenye matokeo yanayoonekana na takwimu zinazothibitika badala ya makadirio. Kila taasisi ihakikishe inawasilisha taarifa na takwimu za uhakika na si makadirio za utekelezaji kuanzia mwaka 2022 hadi mwaka 2026. Kila hoja inayowasilishwa iambatane na ushahidi unaoweza kuthibitishwa. Tuondokane na maelezo ya jumla yasiyoonyesha matokeo na badala yake tuweke msisitizo katika mafanikio halisi yanayoweza kupimika. Kwa upande wake, mkurugenzi msaidizi wa idara ya haki za binadamu kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, Bwana Richard Kilanga, amebainisha kuwa mfumo wa UPR ni wa kipekee, kwani nchi hufanyiwa tathmini na nchi wanachama wenzake kila baada ya miaka 4. Mfumo ambao ulianzishwa mwaka 2006 kwa ajili ya nchi zote za Umoja wa Mataifa ambazo ziko 123 kuelezea jitihada zao ambazo zinatekelezwa katika nchi zao katika masuala ya haki za binadamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii itakuwa ni taarifa yetu ya nne kama nchi.
tumeshawasilisha taarifa 3 na mara mwisho tuliwasilisha mwaka 2020. Maeneo yanayotarajiwa kuangaziwa zaidi katika ripoti hiyo ni pamoja na kuimarisha upatikanaji wa haki, uhuru wa kujieleza, haki za watu wenye ulemavu wakiwemo wenye ualbino, pamoja na kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Vumilia Kondo, Auba Swahili. Na sasa tunafunga jamvi letu kwa habari ambazo tulikuandalia tukielekea pale nchini Tanzania, ambapo ni kuhusiana na kupokelewa kwa taarifa ya uchunguzi wa matukio yaliyojiri Oktoba 29, 2025 wakati wa uchaguzi mkuu wa Tanzania, ambapo Rais Samia pamoja na mambo mengine amewaomba viongozi wa nchini humo kushirikiana na serikali kuhakikisha amani ya taifa hilo inadumishwa ili kutoa mwanya wa utendaji wa shughuli za maendeleo. Hawa Kimwaga na taarifa zaidi kutoka nchini Tanzania. Itakumbuka kuwa wakati wa vurugu hizo mali ziliharibiwa na watu zaidi ya 500 wamepoteza maisha kwa mujibu wa ripoti hiyo. Lakini ripoti imetoa pia mapendekezo 12 ambayo serikali inaweza kuyafanya, ikiwemo uwepo wa katiba mpya ilitumika katika uchaguzi wa serikali za mitaa, serikali kuunda tume ya maridhiano na mwafaka wa kitaifa. Magharibi mwa Tanzania, viongozi wa dini wameweka bayana namna watakavyoshiriki kuidumisha amani ya nchi, na wamebainisha hayo wakiwa katika mkutano wa hadhara uliofanyika mjini Tabora. Sisi tunachosubiri kwa Mheshimiwa Rais ni kitu kimoja tu, namna gani sasa atapitia yale mapendekezo ambayo sisi wa Tanzania ametuahidi. Na sisi kama viongozi wa dini, kama mimi Sheikh wa mkoa wa Tabora, nimeshatoa maelekezo kwa Waislamu wangu wa mkoa wa Tabora kwamba kutokana na jinsi ripoti ilivyoeleza tume ile, nimesema Waislamu wangu wote wa mkoa wa Tabora na viongozi wangu wa dini wote mbalimbali tushikamane sasa kuhakikisha tunawarudia wananchi wetu, kuwaeleza na kuwajenga kwamba sasa Tanzania ni moja na nchi yetu ni moja. Mungu akiwa pamoja na sisi, akituongoza na akiongoza viongozi wetu, amani itaonekana. Ninawashirikisha waumini au washirika waendelee kuiombea nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu Biblia imetuamuru tuombee mamlaka iliyopo. Pili, waendelee kuitunza amani iliyopo ya Tanzania. Serikali ifanye nini ili kuimarisha amani ya nchi? Kwamba viongozi wa dini waingie kazini, misikitini, makanisani, kwenye mihadhara mbalimbali kuelezea juu ya umuhimu pia wa kile kilichotokea, na hasa katika swala zima la maadili. Lakini tuna wajibu tukiwa viongozi wa dini kuhakikisha kwamba eneo lililoguswa kwa kiwango kikubwa, sote ni mashahidi, ni eneo la vijana. Tuna wajibu wa kukaa na vijana, kuzungumza na vijana kwamba kile kilichotokea Oktoba 29 kisirejee tena katika nchi yetu. Uongozi kama ukikaa vizuri, ukaanza kuona watuuliza watu na kuwaelekeza, hata wale wengine ambao wangetaharuki inakuwa inaishia pale pale, kwa sababu viongozi wanakuwa wajaingiza chachu mbaya. Lakini kama viongozi au watumishi wataingiza chachu, wakaanza kusema mambo ambayo sio ya kujenga taifa, ndio shida inaweza ikatokea, kwa sababu yale yamekwisha pita, tugange yajayo. Kwa upande wao, wananchi mkoani Tabora wameweka wazi maoni yao. Kwa vijana hao, mimi naomba wawe makini, wasikilize yote yanayoongewa na mashehe. Kuna wazazi wengine hawana msimamo kwa watoto, na hamasisha wazazi wawe na kuhamasisha watoto wasiwe na tabia mbaya, wapelekwe katika madrasa, wawe na maadili mema. Ni waase vijana wenzangu, tuwe na subira na tuwe tayari. Naamini kupitia mama yetu Samia Suluhu Hassan mazuri yanakuja na mema yatakwenda kupatikana. Kwa tuwe na subira, lakini pia tuilinde amani ya nchi yetu. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Auba Radio, mimi ni Hawa Kimwaga. Naam, asante sana kwa ripoti hiyo, na sasa ni wakati mzuri wa kumpisha mwenzangu kuweza kuiangazia yaliyomo viwanjani, na hapa ni nafasi ya kwake Yahaya Lisu. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello dishing that ball deep down to Mpande. Mpande in possession. Brings it back to Joel Sorin-George. Joel Sorin-George up on the run to the left-hand side of play. Back to Alan Okello. He's looking for Jude Samugabi in space. Jude Samugabi looking for the one chance. And yes! It's a goal! Naam, shukrani sana Evidence Yefata, na karibu sana msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Auba Swahili. Tuyatazame yale yote yaliyojiri katika uga mzima wa kimichezo. Jina langu ni Yahaya Lisu. Tuanzie nchini Tanzania, ambapo marekebisho ya eneo la kuchezea maarufu kama pitch katika uwanja wa Benjamin Mkapa yameanza rasmi, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuboresha miundombinu ya michezo nchini. Kazi hiyo inayohusisha uwekaji wa nyasi halisi mpya na inatarajiwa kukamilika ndani ya kipindi cha miezi 6.
Mradi huo unaotekelezwa na kampuni ya Reform Sports kutoka nchini Uturuki yenye uwezo na uzoefu katika ujenzi na ukarabati wa viwanja vya kisasa. Marekebisho hayo yanalenga kufanya uwanja huo kuwa katika viwango vya kimataifa ili uweze kutumika katika mashindano makubwa ya AFCON 2027 ambapo yataandaliwa na mataifa matatu ya Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Aidha, mamlaka husika zimeendelea kueleza kuwa maboresho hayo yataongeza ubora wa michezo pamoja na usalama wa wachezaji. Na sasa tuitupilie jicho michuano ya Muungano Cup kule visiwani Zanzibar ambapo klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imeendelea kuonesha ubora wake uwanjani baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Mlandege FC katika mchezo uliochezwa hapo jana. Katika pambano hilo lililovutia mashabiki wengi, Simba ilionekana kuwa na udhibiti mkubwa wa mchezo tangu dakika za mwanzo, ikimiliki mpira na kutengeneza nafasi kadhaa za mabao licha ya kushindwa kufumania nyavu katika kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili kiligeuka kuwa tamu kwa Simba ambapo kufuatia mabadiliko aliyoyafanya kocha Steve Barker ilipelekea kufunga mabao yote matatu kupitia kwa mshambuliaji wao kinara Selemani Mwalimu Gomez, winga Anset Oura pamoja na kiungo raia wa kimataifa wa Afrika Kusini Neo Gifty Maema akiandikisha bao la mwisho. Ushindi huo unaifanya Simba Sports Club kufuzu moja kwa moja hadi hatua ya fainali ya Muungano Cup ambapo sasa watakutana na watani wao wa jadi Wananchi Young Africans. Hivyo basi, macho na masikio ya mashabiki wa soka nchini Tanzania na Afrika Mashariki yanaelekezwa visiwani Zanzibar kwa ajili ya kushuhudia fainali ya Muungano Cup inaenda kuwakutanisha vigogo wa soka nchini Tanzania ambapo Wananchi Young Africans watakuwa wakitetea taji lao ambapo wamelichukua mara moja, huku wekundu wa Msimbazi Simba wao wakilitafuta tena taji lingine la mara ya pili. Naam, tukiachana na taarifa ya Muungano Cup na sasa tuelekee nchini Rwanda ambapo mashindano ya shirikisho la mpira wa wavu wa wanaume CAVB Men's Club Championship 2026 yanaendelea jijini Kigali. Baada ya mechi 4, timu kubwa tayari zimepata tiketi ya kuingia hatua ya 16 bora, ikiwa ni pamoja na APR VC na Polisi VC kutoka Rwanda, Al Ahly Sports kutoka Misri pamoja na Port Autonome de Douala kutoka nchini Cameroon. Klabu ya Nemo Stars ya Uganda, KPA na GSU na Equity Bank kutoka nchini Kenya ni miongoni mwa timu ambazo zimefuzu kwenye hatua ya 16 bora, huku timu ya Tanzania Prison na Rukinzo kutoka nchini Burundi zikishindwa kutinga hatua ya 16 bora barani Afrika. Mengi zaidi na ripota wetu Christopher Karenzi akiwa Kigali, Rwanda. Mashindano hayo ya mpira wa wavu kwa nia taji la klabu bingwa kwa upande wa wanaume, APR, Police, Al Ahly na Port Autonome de Douala zinaongoza makundi yao, kila moja na alama 12 baada ya mechi 4, huku nyingine zikishindana kumaliza zikiwa vinara wa makundi yao, zingine zikisaka tikiti ya kuepuka kuondolewa mapema. Kocha mkuu wa timu ya Equity Bank Patrick Owino, mara baada ya timu yake kuilaza Cameroon Sports, alikuwa na kauli hii: nina furaha sana kwa kushinda hii mechi kwa vile at least imenipatia fursa ya kusonga mbele kwa round of 16 ambayo ingekatika kama ningepigwa na hii timu hapa. Kwa hivyo bado nina matumaini, niko kwa championship. Naona standard ya game kwa Africa ni kama imesonga juu. Ile timu itaqualify hapa kwenda World Club Championship, wataweza pia kumeka good show huko. Naye kocha mkuu wa Nemo Stars Godfrey Owese Okum, mara baada ya timu yake kuwabwaga Black Rhinos ya Zimbabwe, alikuwa na maoni haya: seti mbili za kwanza tulijaribu block mpira lakini hatukuweza, lakini baada ya seti ya pili kwenda kuisha hivi block zetu zikaanza kufanya kazi na ndio maana tumefaulu kirahisi. Mwakilishi wa Tanzania Prisons imeondolewa kwenye kinyang'anyiro hicho cha mashindano baada ya kuchapwa na KPA ya Kenya kwa seti 3-0. Musa Shabani ni kocha wa timu hiyo ya Magereza. Ema leo kiukweli ilikuwa sio ngumu sana, ilikuwa ni nyepesi, lakini tulikuwa na makosa mengi nimepekea wapinzani kupata seti zote 3. Tulikuwa na makosa mengi kwa kweli, kwa upande wa blocking, upande wa defense ilikuwa sio nzuri, upande wa hata attacking ilikuwa sio nzuri tofauti na mechi zilizopita. Aidha, timu 4 zikiwemo 2 kutoka Rwanda bado hazijapoteza katika mashindano ya klabu bingwa ya Afrika baada ya kucheza mechi 4 za hatua ya makundi zikiwa na mashabiki wengi pia. Kocha Justin Kigarari anatoa mtazamo wake: timu ziko nzuri hapa. Ukiangalia Polisi ni wazuri, ukiangalia Kepler ni wazuri, angalia pia APR ambao ni timu yangu pia wanaume, ni timu ambayo kwa hakika inaweza pia kumenyana katika fainali na wapinzani wao.
timu nne za Rwanda zikiwa zimeingia katika mashindano haya, basi nafasi iko kubwa sana ya kuweza kuwa na timu mbili katika fainali ama semifinali katika michuano hii ya Afrika. Timu zimegawanywa katika makundi manne ambapo kila kundi lina timu 6. Christopher Karenzi, Auba Radio, Kigali. Naam, shukrani sana Christopher Karenzi kwa ripoti hiyo. Naam, na sasa tuelekee nchini Kenya ambapo klabu ya Gor Mahia imeendelea kujikita kileleni mwa msimamo wa ligi kuu nchini Kenya baada ya kuibuka na ushindi mwembamba wa 1-0 dhidi ya watani wao AFC Leopards Sports Club katika mchezo uliopigwa katika dimba la Nyayo National Stadium. Katika pambano hilo lilovutia hisia za mashabiki wengi, Gor Mahia walionyesha nidhamu ya hali ya juu na umakini mkubwa hasa katika safu ya ulinzi, huku wakitumia vyema nafasi chache walizozipata mbele ya lango la AFC Leopards. Bao pekee la mchezo huo lilitosha kuwapa alama 3 muhimu Gor Mahia Kogalo FC. AFC Leopards walijaribu kusawazisha matokeo kwa kushambulia mara kadhaa, lakini walikwama kupenya ngome ya wapinzani wao ambapo walionekana kuwa imara zaidi kwa dakika zote 90. Ushindi huo unawafanya Gor Mahia kuongeza pengo la alama 6 kileleni mwa msimamo wa ligi kuu nchini Kenya, hali inayowapa matumaini makubwa ya kutoa ubingwa msimu huu. Kwa upande wa AFC Leopards, matokeo hayo yanaongeza presha kubwa katika mbio za kusalia kwenye ushindani wa juu wa ligi kuu nchini Kenya. Naam, na sasa tumalizie na mbilinge za michezo siku hii hapa ya leo kwa kuangazia mchezo wa Kariakoo Derby ambapo kuelekea mchezo wa Derby ya Kariakoo joto linazidi kupanda kufuatia mechi ya Kariakoo Derby kati ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya wananchi Young Africans inayotaraji kuchezwa Mei 3 mwaka 2026 katika dimba la Meja Jenerali Samuel lililopo Mbweni jijini Dar es Salaam, ambapo mechi hiyo itachezeshwa na waamuzi kutoka nchini Morocco. Shirikisho la soka nchini Morocco limetangaza kupokea ombi rasmi kutoka kwa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF na kuwateua waamuzi wa Morocco kuchezesha mechi ya Kariakoo Derby kwenye ligi kuu nchini Tanzania. Waamuzi ambao wameteuliwa na shirikisho la soka nchini Morocco kuja kuchezesha mechi ya Derby ya Kariakoo ya Mei 3, 2026 pale Meja Jenerali Samuel ni pamoja na Hamza El Farouk, refari wa kati, Lasine Azkawi, msaidizi namba 1, Hamza El Nasri, refari msaidizi namba 2 na Mustafa Kaf, fourth official. Naam, na kufikia hapo ndivyo ambavyo natamatisha yaliyojiri kunako uga mzima wa kimichezo. Nirudishe kijiti hiki kwake Evidence Efata kuendelea na matangazo haya. Mimi ni Yahya Lisu. Naam, shukran kwa taarifa hizo za michezo ya Haya Lisu. Msikilizaji wetu, ni kukumbushe tu miongoni mwa yale ambayo tulikuwa nayo katika matangazo yetu kwa jioni hii ya leo. Serikali ya mpito inalaani vikali vitendo hivi vya kigaidi vya woga. Na miongoni mwa taarifa kuu hii leo ni pamoja na nchi ya Mali imeshuhudia mashambulizi yaliyoratibiwa na makundi yenye silaha na kuwaacha angalau watu 16 wakiwa wamejeruhiwa. Mara wale watoto wake wanaanza kukupiga. Mtoto wake wa kiume badala aende msalani, anakuja anatoa ule uume wake. Mazingira magumu ya kazi yanatajwa kuwa kala moto kwa wanawake kutoka nchini Kenya ambao wanakimbilia ugaibuni kusaka tonge la kuendesha maisha yao. Hili sio jambo la kawaida. Ni ahadi ya kitaifa tuliyoitoa mbele ya jumuiya ya kimataifa na umuhimu zaidi kwa wananchi wetu. Hivyo hatuna budi kutoa mrejesho wa hali ya utekelezaji wa ahadi hizo. Na huko Tanzania, serikali ya nchi hiyo ina mpango wa kutekeleza sera ya haki za binadamu. Naam, ni hayo tu kwa leo, na tunakunja jamvi letu katika matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Auba Radio. Kwa niaba ya wote ambao umewasikia, mimi ni Evidence Efata. Hadi wakati mwingine, usiache kusubscribe YouTube channel yetu ya AU Swahili ili uweze kufuatilia taarifa zetu mbalimbali.